Jina langu ni Daktari Isaac Newton Kiniti. Zarua Kenya, nikalelewa Kenya, lakini kwa sasa naishi Connecticut, Marekani. Nataka kueleza wananchi wa Kenya jambo moja. Katiba ya Kenya na sheria za Kenya ni sawa kabisa na zina uwezo wa kumaliza ufisadi na ulanguzi wa dawa za kulevya upesi sana na bila wasiwasi wote. Ziliundwa kwa njia inayotosha kugandamiza kabisa ufisadi na ulanguzi wa dawa za kulevya. Hakuna chochote kinachotakikana Kenya ili kupambana na ulanguzi wa dawa za kulevya na kupambana na ufisadi. Kinachokosa Kenya ni kitu moja peke yake. Kinakosa kiongozi wa kufanya kazi inavyohitajika. Kusema ya kwamba ati Kenya inahitaji sheria ya kunyonga walanguzi wa dawa za kulevya ni uongo mtupu. Hiyo ni kizingizio ama kwa kizungu scapegoat ya kutofanya kazi inavyohitajika. Kenya ikitumia katiba iliyoko na sheria zilizoko, ufisadi na ulanguzi wa dawa za kulevya zinaweza kuondolewa kwa miaka 2 peke yake. Hawezi zidi mwaka 2 kuangamiza kabisa ufisadi na madawa ya kulevya. Wale wameshindwa kazi ya kuangamiza ufisadi na madawa ya kulevya katika nchi ya Kenya wajizuru na waache kuzingizia ya kwamba ni sheria inatakikana, sheria ya kunyonga wananchi. Hakuna hata kidogo. Songa kidogo na kuguzia mauaji ya Cyrus Jirongo. Ningependa watu wa Kenya wakumbuke ya kwamba watu wengi sana wameuawa kisiasa katika nchi ya Kenya, na wengine kulikuwa na ushahidi mzuri kabisa na wazi kabisa ambao ungefanya kushikwa waliowaua wale waliokufa. Lakini hakuna upelelezi hata moja kwa watu wote ambao wamekufa kisiasa ambao waliwapea watu wa Kenya jawabu. Na hata kuwawa kwa Cyrus Jirongo, nataka kuambia wa Kenya wote wasikagoje jawabu lolote. Wanaotumika kuwaua watu wa Kenya kisiasa ni DCI. Hawa wapelelezi, hawa ndio huwaua watu wa Kenya, na sina uoga kusema hivyo.
sababu nina uhaki ya kusema hivyo. Kijana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Albert Murioki, aliyekuwa mshauri mkuu wa Uhuru Kenyatta 2013 mwaka 2013, alipotea Disemba 30. Na siku hiyo hiyo ambayo alipotea, alimpigia simu mama yake akamwambia, mama, kwaheri. Na hajawahi kumwambia mama yake kwaheri hapa mbeleni, kulingana na matamshi ya mama yake. Na mama yake akashtuka sana, ndio akamuuliza ni nini, lakini kuuliza ni nini, simu ilikuwa imezimwa, na kutoka siku hiyo hajaonekana mpaka leo. Na kulingana na sayansi ambayo iko leo, hiyo simu peke yake ambayo alipiga mama yake ilikuwa ndio ingefanya walio mteka nyara ama kumua washikwe, sababu labda ingeonyesha pahali alikuwako, lakini hakuna aliyefuata hiyo hata kidogo. Mwingine ni Christopher Msando ambaye alipatikana amewawa. Usiku huo huo ambao aliwawa, gari lake lilionekana na CCTV likiwa na watu wawili mbele. Mmoja mama mzito sana aliyekuwa anafanya kazi na IBC kulingana vile itambuliwa na wenye waliona, na dereva ambaye hakuwa Msando. Huo ulikuwa ushahidi wa kutosha wa kushika wale ambao waliua Christopher Chege Msando. Jako Cyrus Jirongo mwenyewe amesema, alisema ya kwamba maisha yake ilikuwa hatarini. Na usiku huo ambao alisemekana alipata ajali, gari lake lilionekana na CCTV likiwa na watu wawili wakiendesha. Huo ni ushahidi mwingine wa kutosha kushika ambao walimuua. Isitoshe, tunaye Jacob Juma ambaye alikuwa ametoa mpaka jina ya mwenye kutaka kumuua na majina ya wale walikuwa wamekombolewa kumuua, na akapeana kwa polisi na akapeana kwa CID, lakini hakuna hata mmoja alishikwa. Kwa hivyo mimi napendekeza hivi kwa nchi ya Kenya, hiyo idara ama sehemu ya serikali emeneto DCI ivunjwe mara moja na iundwe upya, kukiwa na sheria mpya ambazo zitawakataza kutumiwa na wanasiasa kuwaua wengine. Katiba ya Kenya na sheria za Kenya ni sawa kabisa na zina uwezo wa kumaliza ufisadi na ulanguzi wa dawa za kulevya upesi sana na bila wasiwasi wote. Ziliundwa kwa njia inayotosha kugandamiza kabisa ufisadi na ulanguzi wa dawa za kulevya. Hakuna chochote kinatikana Kenya ili kupambana na ulanguzi wa dawa za kulevya na kupambana na ufisadi. Kinachokosa Kenya ni kitu moja peke yake. Kinakosa kiongozi wa kufanya kazi inavyohitajika.
kusema ya kwamba ati Kenya inahitaji sheria ya kunyonga walanguzi wa dawa za kulevya ni uongo mtupu. Hiyo ni kizingizio ama kwa kizungu scapegoat ya kutofanya kazi inavyohitajika. Kenya ikitumia katiba iliyoko na sheria zilizoko, ufisadi na ulanguzi wa dawa za kulevya zinaweza kuondolewa kwa miaka 2 peke yake. Hawezi zidi mwaka 2 kuangamiza kabisa ufisadi na madawa ya kulevya. Wale wameshindwa kazi ya kuangamiza ufisadi na madawa ya kulevya katika nchi ya Kenya wajizuru na waache kuzingizia ya kwamba ni sheria inatakikana, sheria ya kunyonga wananchi. Hakuna hata kidogo. Nikisonga kidogo na kuguzia mauaji ya Cyrus Jirongo, ningependa watu wa Kenya wakumbuke ya kwamba watu wengi sana wameuawa kisiasa katika nchi ya Kenya, na wengine kulikuwa na ushahidi mzuri kabisa na wazi kabisa ambao ungefanya kushikwa walio waua wale waliokufa. Lakini hakuna upelelezi hata moja kwa watu wote ambao wamekufa kisiasa ambao waliwapea watu wa Kenya jawabu. Na hata kuwawa kwa Cyrus Jirongo, nataka kuambia wa Kenya wote wasikagoje jawabu lolote. Wanaotumika kuwaua watu wa Kenya kisiasa ni DCI. Hawa wapelelezi, hawa ndio huwaua watu wa Kenya. Na sina uoga kusema hivyo, sababu nina uhaki ya kusema hivyo. Kijana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Albert Murioki, aliyekuwa mshauri mkuu wa Uhuru Kenyatta 2013 mwaka 2013, alipotea Disemba 30. Na siku hiyo hiyo ambayo alipotea, alimpigia simu mama yake akamwambia, mama, kwaheri. Na hajawahi kumwambia mama yake kwaheri hapa mbeleni, kulingana na matamshi ya mama yake. Na mama yake akashtuka sana, ndio akamuuliza ni nini, lakini kuuliza ni nini, simu ilikuwa imezimwa. Na kutoka siku hiyo hajaonekana mpaka leo. Na kulingana na sayansi ambayo iko leo, hiyo simu peke yake ambayo alipiga mama yake ilikuwa ndio ingefanya walio mteka nyara ama kumua washikwe, sababu labda ingeonyesha pahali alikuwako. Lakini hakuna aliyefuata hiyo hata kidogo. Mwingine ni Christopher Msando ambaye alipatikana amewawa usiku huo huo ambao aliwawa.
gari lake lionekana na CCTV likiwa na watu wawili mbele. Mmoja mama mzito sana aliyekuwa anafanya kazi na IBC kulingana na vile itambuliwa na wenye waliona, na dereva ambaye hakuwa msando. Huo ulikuwa ushahidi wa kutosha wa kushika wale ambao waliua Christopher Chege Musando. Jako Cyrus Jirongo mwenyewe amesema, alisema ya kwamba maisha yake ilikuwa hatarini. Na usiku huo ambao alisemekana alipata ajali, gari lake lionekana na CCTV likiwa na watu wawili wakiendesha. Huo ni ushahidi mwingine wa kutosha kushika ambao walimuua. Isitoshe, tunaye Jacob Juma ambaye alikuwa ametoa mpaka jina ya mwenye kutaka kumuua na majina ya wale walikuwa wamekombolewa kumuua, na akapeana kwa polisi na akapeana kwa CID, lakini hakuna hata mmoja alishikwa. Kwa hivyo mimi napendekeza hivi kwa nchi ya Kenya, hiyo idara ama sehemu ya serikali imeitwa DCI ivunjwe mara moja na iundwe upya, kukiwa na sheria mpya ambazo zitawakataza kutumiwa na wanasiasa kuwaua wengine. Mimi nasema ya kwamba wananchi wa Kenya waombe sana, sababu Kenya kunahitajika kiongozi ambaye atasaidia nchi ya Kenya na ambaye atalinda katiba ya Kenya na ambaye atapea heshima katiba ya Kenya. Ndio sheria iweze kufanya kazi. Katiba inatakiwa kulindwa na kuheshimiwa na watu kuitii, ndio Kenya iwe shwari. Asanteni sana. Mungu awabariki na Mungu abariki nchi yetu. Asante.